wa min al-akhta'i fi Ramadhana, na miongoni mwa makosa katika huu mwezi wa Ramadhani, al-iktharu min al-la'ibi wal-lahu bil-mubahat, ni kufanya wingi wa michezo na mambo ya kipuuzi ambayo kwamba ni ya halali, sio ya haramu. Miongoni mwa makosa tunayoyafanya ni watu kufanya michezo kwa wingi na vile vile kwenda kufanya mambo ambayo ya kipuuzi mbalimbali, bil mubahat, mambo ambayo kwamba sio haramu, ni mambo yanayofaa, la siyama lishababi wal atfal, hasa kwa upande wa vijana na wale watoto wadogo. Jaizu, ni mambo ambayo yanafaa kisheria. Walakinna al-khata'a huna, lakini kosa mahala hapa, fi man yaj'alu shahra kullahu la'iban wa lahwa, ni kwa yule ambaye ataufanya mwezi wa Ramadhani mzima ni mwezi wa michezo na mambo ya kipuuzi. Fatajiduhum yanamuna fi nahar, utawapata vijana hao wanalala katika kipindi cha mchana, wayasharuna fi laili ala laibi, wanakesha usiku kwa michezo mbalimbali. Kuna michezo ambayo tunaifahamu vijana, inapofika usiku katika mwezi wa Ramadhani watu wanakesha kupitia michezo hiyo. Leo mfano kuna mpaka Ramadhan Cup, kuna ule mchezo ambao kwamba wa mpira unachezwa tena usiku kwenye vile viwanja vile vya carpet. Yaani vijana wanaacha ibada ya tarawih, wanakwenda wanatarawehe yao katika uwanja wa mpira, ni ligi wanacheza hiyo, huku tarawehe inaswaliwa, swala ambayo inakuja mara moja katika mwaka ambao ni mwezi wa Ramadhani. Katika hiyo miezi mingine hizi swala tano zipo, swala ambayo ni geni ni swalatu tarawih, lakini watu wanaiacha swalatu tarawih kwa mambo ya kipuuzi, kwa mambo ya kijinga kabisa. Wa hadha tafsirun wadih, na huu ni uzembe uliokuwa wazi. Bali rubbama laibu al'aban muharramatan, bali huenda wakacheza hata michezo ya haramu, bihujjatin imdai alwaqti, kwa lengo wakijenga hoja ya kwamba tunataka ule wakati uende, tunachombeza wakati, liannahum saimun, kwa sababu wao tu wamefunga. Fa aina qira'atu alquran, kuko wapi kusoma Quran? Wa aina salatu tarawih, iko wapi sala ya tarawih? Wa aina almusabaqatu lilkhairat, kuko wapi kushindana katika mambo ya kheri? Leo ndio utumia wakati wako kusoma Qur'an, kusali salatu tarawih. Ungefanya mambo ya kheri katika Ramadhani, kushindana na wanaofanya kheri, lakini leo wakati unauacha unapotea, ukidai ya kwamba wewe unachomeza wakati, unataka wakati uende kwa ajili ya Ramadhani. Qala shair, wamesema mshairi mmoja, ata Ramadhanu mazra'atul ibad, imekuja Ramadhani ni shamba la watu wema, litathhiri alqulubi min alfasadi, ili kuzisafisha nyoyo za wanadamu kutokamana na yale machafu na mabaya ambayo waliyafanya kabla Ramadhani. Ramadhani imekuja, usafishe mazingira, usafishe madhambi yako, usafishe makosa yako. Hilo ndio lengo la Ramadhani. Faaddi huquqahu qawlan wa fi'la, itekeleze haki ya Ramadhani kwa maneno na vitendo. Wazadaka fatakhiduhu ila almaadi, na kile chakula chako cha amali njema kiandae kwa sababu ya siku ambayo utakutana na Allah jalla fi'ala. Faman zara'a alhububa wa ma saqaha, yule ambaye atapanda punje zake, mbegu zake, halafu hanyunyuzii maji kwenye mbegu hizo wakati wa kuzipanda, ta'awaha nadiman yawma alhasadi, atakuja kujuta siku ambayo kwamba watu wanakwenda kuvuna. Nini maana yake? Maana yake unatakiwa uandae amali njema ndani ya mwezi wa Ramadhani, ile siku yauma alqiyamati unakutana na Allah. Wallahi
unakwenda kuchuma machumo yaliyokuwa mema kutokamana na amali njema. Lakini wewe ikiwa ndani ya Ramadhani haufanyi amali njema, haufanyi matendo mazuri, basi kumbuka ndugu yangu katika imani, yaumal qiyamati watu wanafaidika na mema yao, wewe unajuta kwa nini Ramadhani kadhaa zimeniingilia mimi sijawahi kubadilika, bado na muasi Allah. Maneno haya nenda kwenye kitabu Lataiful Maarif Ibn Rajab ukurasa 148 utayapata.